Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni Novemba 14, siku ya Ijumaa. Tukiangazia somo la 7 linalosema utii wa kiwango cha juu kabisa, ibada kwenye eneo la vita. Kwa ajili ya Novemba 8 hadi 14 katika robo ya 4 ya mwaka wa 2025. Mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Tukihitimisha somo hili la 7 leo tutajifunza zaidi. Soma Ellen G. White, Baraka na Laana, ukurasa wa 141 hadi 145 kwenye Wazee na Manabii sehemu ya pili. Kulingana na maelekezo yaliyotolewa kwa Musa, mnara wa ukumbusho wa mawe makubwa ulisimamishwa juu ya mlima Ebali. Juu ya mawe haya ambayo yaliandaliwa mapema kwa kufunikwa kwa chokaa, sheria iliandikwa, si zile amri 10 zilizotamkwa kule Sinai na kuchongwa kwenye mbao za mawe peke yake, bali pia sheria zilizowasilishwa kwa Musa na kuandikwa naye kwenye kitabu. Kando ya mnara huu, madhabahu za mawe yasiyochongwa zilijengwa, ambazo juu yake kafara zilitolewa kwa Bwana. Ukweli kwamba madhabahu hii iliwekwa juu ya mlima Ebali, mlima ule ambao juu yake laana iliwekwa, ilikuwa ni muhimu, ikimaanisha kuwa kwa sababu ya kuvunja kwao sheria ya Mungu, Israeli kwa haki walipata deni la ghadhabu yake, na kwamba ingetekelezwa mara moja. Isipokuwa kwa upatanisho wa Kristo uliowakilishwa na madhabahu ya kafara. Ellen G. White, Wazee na Manabii sehemu ya pili, ukurasa wa 142. Lakini huduma ya meza ya Bwana haikukusudiwa kuwa wakati wa huzuni. Hilo halikuwa kusudi lake. Kadiri wanafunzi wa Yesu watakavyokusanyika mezani pa Bwana, hawapaswi kuomboleza kwa ajili ya upungufu wao. Hawapaswi kukaa katika uzoefu wao uliopita wa kidini, hata kama uzoefu huo ni wa kuwainua au kuwaumiza. Hawapaswi kutafakari tofauti zao na wenzao. Huduma ya maandalizi ya Pasa iwe imeshughulikia yote hayo: kujitathmini, kuungama dhambi, kupatana, vyote vinakuwa vimekwisha fanyika. Sasa wanakuja kukutana na Kristo. Hawapaswi kusimama kwenye kivuli cha msalaba, bali katika mwanga wake wa wokovu. Wanapaswa kufungua roho zao kupokea miale angavu ya jua la haki. Ellen G. White, Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya pili, ukurasa wa 271. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: kutafuta kwanza ufalme wa Mungu kuna maanisha nini kwako? Kanuni hii inatengenezaje maisha yako ya kila siku? Swali la pili: hebu tazama jibu lako kwa swali la mwisho la siku ya Jumatano: jinsi ilivyo rahisi kumsahau Bwana katikati ya kukurukakara za maisha. Kwenye kikosi chako jadilini jinsi ilivyo rahisi kufanya hivyo. Ni upi baadhi ya ufumbuzi wake? Swali la tatu: kama Waadventista, tunaamini kwamba Yesu anahudumu kwa niaba yetu kwenye hekalu la mbinguni. Usadikisho huu unawezaje kudumu kuwa chimbuko la matumaini na nguvu? Kwa nini ujuzi kwamba ni Yesu Bwana aliye mbinguni akitufanyia upatanisho katika Waebrania sura ile ya 7:25 utusaidie kutambua jinsi ilivyo habari njema kazi yake kwenye hekalu la mbinguni, hususani sasa katika wakati halisi wa siku ya upatanisho? Huo ndio mwisho wa tafakari ya somo la 7 robo ya 4 ya mwaka wa 2025. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina.